kwa matangazo ya moja kwa moja live wakati jamhuri ikisoma maelezo ya awali kesi, ikiwemo maelezo ya mashahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, ili kulinda taarifa za mashahidi. Hatua hiyo inakuja kufuatia siku chache zilizopita upande wa jamhuri kuomba mahakama kutoa amri ya kutokurushwa kwa live kwa kesi hiyo wakati wa uwasilishwaji wa maelezo ya mashahidi, ili kulinda utambulisho, taarifa muhimu za mashahidi wake, na pia kuwalinda dhidi ya vitisho, kama ambavyo Mahakama Kuu iliagiza kupitia uamuzi wa shauri la jamhuri la kuomba kuficha mashahidi wake katika kesi ya usikilizaji wa ushahidi wa kesi hiyo. Kutokea hapo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, tupate kusikia undani wa taarifa hii. Uchezaji wa moja kwa moja au live streaming, utangazaji, usambazaji wa moja kwa moja mtandaoni au aina nyingine ya uenezaji wa moja kwa moja kwa umma, yaani ukijumuisha mitandao ya kijamii au matangazo ya video wakati wa committal proceedings. Hii mahakama inavizuia hadi pale ambapo itakapotoa amri nyingineyo itakapotolewa na mahakama hii au Mahakama Kuu. 3. Kuchapisha, kunakili au kusambaza nyaraka za ushahidi au ushahidi wowote unaojumuisha au unaoweza kwa kiasi kikubwa kufichua utambulisho, anwani, eneo, mahali alipo au sifa nyingine za kumtambua shahidi yoyote kati ya mashahidi wa kiraia walioonyeshwa katika information, inakatazwa na ni marufuku bila idhini ya mahakama hii. Kila mtu au kituo cha habari au wanahabari kinachotaka kuchapisha mwenendo wa committal proceedings au mashahidi ni lazima kilete ombi mahakamani rasmi, ikionyesha kuwa uhalali kuondolewa kwa vitambulisho uliotakiwa na Mahakama Kuu umekamilika na uchapishaji hautaruhusu kufichua kwa vitambulisho au utambulisho wa mashahidi ambao wamelindwa. Lakini 4, mahakama inawataka jamhuri kuhakikisha kabla taarifa yoyote au nyaraka za ushahidi zitakazosomwa kwa ajili ya committal proceedings kuwa imezingatia kikamilifu maagizo ya Mahakama Kuu kwa kuyachakata na kuhariri majina, anwani, maeneo au taarifa nyinginezo zinazoweza kusababisha utambulisho wa mashahidi wa kiraia au kwa njia mbadala, kuandaa na kuwasilisha mahakamani na kwa utetezi muhtasari kamili wa mambo ya msingi, yani gist au substance, bila vitambulisho kama ilivyokubaliwa na Mahakama Kuu au kama ilivyoamriwa na Mahakama Kuu. Mahakama Kuu ya Tanzania Masijala ya Dar es Salaam imetupilia mbali maombi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ya kuomba mahakama hiyo kutengua uamuzi wake uliotoa Juni 10, 2025 wa kuzuia bodi hiyo na katibu mkuu wa chama kutokuendelea na shughuli za kisiasa kwa kutumia mali za chama.
Uamuzi huo mdogo umetolewa Agosti 18, 2025 na Jaji Hamidu Mwanga katika kesi ya madai iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar Said Issa Mohamed na wenzake dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema kuhusu mgawanyo wa rasilimali kati ya chama hicho bara na upande wa Zanzibar. Tupate undani wa taarifa hii. Lakini kuna maombi vile vile, mtakumbuka yalikuwepo hapa mahakamani, ambayo hayo maombi waleta maombi alikuwa makamu mwenyekiti wa chama upande wa Zanzibar, alileta maombi yake mahakamani kuomba kuzuia shughuli za chama pamoja na matumizi ya mali za chama, na maombi hayo yalisikilizwa tarehe 10 Juni mwaka 2025 na mahakama ikatoa amri mbili kwamba wajibu maombi kwenye maombi hayo kwa maana bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu kwa maana John Mnyika wazuiwe kufanya shughuli za kisiasa pamoja na matumizi ya mali za chama. Baada ya amri ile, sisi kama mawakili tukakaa na wateja wetu tukashauriana namna gani kuweza kuhakikisha kwamba hiyo amri tunaitengua, na tulichokifanya tulipeleka maombi mengine kuweza kutengua au kuiomba mahakama itengue amri yake ya tarehe 10 Juni mwaka 2025 kwa maana mwaka huu. Maombi hayo yalisikilizwa na leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya uamuzi. Na kimsingi katika maombi yetu tuliweza kuiambia mahakama kwamba amri ya tarehe 10 Juni mwaka 2025 ilikuwa ni amri ambayo haikuzingatia matakwa ya kisheria. Wateja wetu wakupewa haki ya kusikiliza, lakini hata baada ya amri kuna mazingira ambayo wateja wetu experience yamekuwa magumu katika kuweza kumanage shughuli za chama pamoja na mali za chama. Hayo ni mazingira ambayo kimsingi mahakama inaweza ikatoa amri ya kutengua amri yake ya awali, lakini maamuzi ya leo Mheshimiwa Jaji ambaye alikuwa anasikiliza maombi haya amekataa maombi yetu, na baada ya kukataa maombi yetu then tukaendelea na shughuli na kesi ya msingi ambapo tumepanga tarehe 28 kuendelea kusikiliza kesi ya msingi. Jaji anataka, kwa maelezo ya jaji ni kama anavyokuhamisha mzigo kwa bodi ya wadhamini na katibu mkuu kwamba kutokuwepo mahakamani siku ile ndio kumesababisha kadhia yote hii, na kwamba hilo ndio liko namna hiyo, kitu ambacho si sahihi, kwa sababu katika mashauri kama haya ya madai, baki hii ni shauri ya madai, sio shauri ya jinai. Ingekuwa ni shauri la jinai, kiwango cha uhitajikaji wa waliolalamikiwa washtakiwa hapo wangeitwa kingekuwa kikubwa, tofauti na kesi ya madai. Kesi ya madai ukiwa na wakili anasimamia kwenye kesi ya madai. Anapokosekana wakili katika taratibu za kawaida za haki, hakimu wa jaji hakuwa na ulazima wa haraka kwamba kila kitu lazima kimalizike leo, kama hakukuwa na sababu nyuma ya pazia ya kutaka mambo yamalizike. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu, na kama nitahukumiwa kwa maoni haya, niko tayari kuhukumiwa kwa maoni haya. Maoni yangu ni kwamba wakili wetu alipojiondoa, hatukutendewa sisi haki kutokutaarifiwa, ili ama tujiwakilisha wenyewe au tuweke wakili mbadala kwenye kesi. Jambo hilo litabaki hivyo. Tume ya Uchaguzi Zanzibar imetangaza mchakato wa uchukuaji wa fomu za uteuzi wa wagombea pamoja na ratiba ya kampeni na uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika Oktoba 29, 2025 ukitanguliwa na kura ya mapema Oktoba 28 mwaka huu. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Mheshimiwa Jaji George Joseph Kaz wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za tume hiyo Maisara mjini Unguja. Tupate undani wa taarifa hii kutokea huko visiwani Zanzibar. Hivyo Tume ya Uchaguzi kwa mamlaka iliyopewa chini ya kifungu cha 34 kifungu kidogo cha 3 na cha 4 cha sheria ya uchaguzi namba 4 mwaka 2018 inatangaza rasmi kwamba uchaguzi mkuu wa Zanzibar mwaka 2025 itakuwa siku ya Jumatano ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025. Ndugu waandishi, kwa kuwa sheria ya uchaguzi namba 4 mwaka 2018 ya Zanzibar imetoa nafasi ya kufanyika kura ya mapema, napenda kuwajulisha kuwa upigaji wa kura mapema utafanyika siku ya Jumanne
tarehe 28 Oktoba mwaka 2025, siku moja kabla ya upigaji wa kura pamoja. Kwa mujibu wa kifungu cha 82 ya sheria ya uchaguzi namba 4 mwaka 2018, upigaji wa kura mapema utawajumuisha watendaji wanaosimamia majukumu ya uchaguzi siku ya uchaguzi. Watendaji hao ni wasimamizi wa uchaguzi, wasaidizi wa wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wa vituo, askari polisi watakaokuwa kazini siku ya uchaguzi, wajumbe wa tume ya uchaguzi, watendaji na wapiga kura, watendaji wa tume na wapiga kura ambao watahusika na kazi ya ulinzi na usalama siku ya uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, ratiba kamili ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar mwaka 2025 ni kama ifuatavyo. Uchukuaji na urejeshaji wa fomu za uteuzi wa wagombea wa urais, uwakilishi na udiwani utaanza tarehe 28 Agosti na kumalizika tarehe 10 Septemba mwaka 2025 saa 10 kamili za jioni. Siku ya uteuzi wa wagombea wa urais, uwakilishi na udiwani itakuwa ni tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2025 saa 10 jioni. Kampeni za uchaguzi zitaanza tarehe 11 Septemba mwaka 2025 saa 10:01 jioni baada ya mgombea kuteuliwa na kumalizika tarehe 27 Oktoba mwaka 2025 saa 12 za jioni. Siku ya upigaji wa kura mapema kama nilivyosema hapo awali itakuwa tarehe 28 Oktoba mwaka 2025 na siku ya uchaguzi mkuu itakuwa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Kuhesabu kura na kutangaza matokeo ni kati ya tarehe 29 Oktoba hadi tarehe 1 Novemba mwaka. Msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi amewataka viongozi wa vyama vya siasa nchini kuhakikisha kampeni za uchaguzi mkuu wa 2025 zinafanyika kwa ustaarabu bila kutumia lugha za matusi, kashfa au vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha amani na mshikamano wa taifa. Akizungumza Jumatatu Agosti 18, 2025 katika mafunzo kuhusu sheria ya gharama za uchaguzi kwa viongozi wa kitaifa wa vyama vya siasa yaliyofanyika kwenye ukumbi wa kituo cha mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere JNICC mkoani Dar es Salaam, Jaji Mutungi amesisitiza kuwa vyama vya siasa vina wajibu wa kuendeleza misingi ya amani na mshikamano wa taifa. Kutokea hapa jijini Dar es Salaam tupate kusikia undani wa taarifa hii. Rais wa awamu ya 5 alizungumza zaidi ya mara 5. Sheria ziwe za Kiswahili. Hivi rais akishakuwa hayupo na hamumsikilizi? Mara 5 amesema badilisheni, sisi ni Waswahili, sheria hizi ziwe za Kiswahili. Kwa sababu wanaoshiriki uchaguzi hapa sio endelea. Tumekataa sisi ukoloni na utumwa 61, tuko huru. Na tukasema lugha yetu ya taifa itakuwa ni Kiswahili na katiba inasema hivyo. Kwa nini tunang'ang'ana na Kiingereza? Hata lugha ya bunge ni Kiswahili. Wana hapa bunge Kiswahili. Tunakwama wapi? Swala la rushwa ni swala huwa linatuondoa sana kwenye mtiririko mzuri wa kisheria. Mheshimiwa Msajili, mimi nataka kuongelea mgongano wa taasisi mbili kisheria. Mgongano huu ni ofisi ya msajili wa vyama pamoja na tume huru ya uchaguzi. Hapa tumeona msajili, kwenye sheria za gharama ya uchaguzi, wewe ndio mwenye mamlaka makubwa ya kuweka mapingamizi kwa wagombea. Lakini tukienda kule chini kwenye uteuzi, tunakutana na taasisi nyingine na yenyewe inayo tena mamlaka yake ya kuwaondoa wagombea. Kwa nikataka nijue leo katika hizi sheria mbili ni sheria ipi mama na ni sheria ipi ambayo inakwenda kuchukua sheria ya mwingine, kwa sababu tume ya uchaguzi ambayo imeweka kule chini wasimamizi wa uchaguzi wasaidizi, wao ndio wamekuwa kabisa wanaoondoa wagombea kuliko wewe ambaye ni mlezi wa vyama. Mnaelekea katika kampeni za uchaguzi, na wawasihi sana na nawaomba, nendeni mkafanye kampeni za kistaarabu. Wakati mkiwa mnawanadi wagombea wenu, jiepusheni kabisa na kutoa lugha ambazo zitaakisi matusi,
kashfa, uchochezi au vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga amani na utulivu wa taifa letu. Waheshimiwa viongozi na washiriki na wadau mliopo hapa, nikimalizia salamu zangu za ufunguzi, napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha msemo maarufu kwamba huwa kuna maisha baada ya uchaguzi. Hivyo tusije kudhani kila kitu kwetu ni uchaguzi pekee. Amani na umoja wa taifa budi vipewe kipaumbele chake katika uchaguzi huu. Amani ikikosekana, wote tunatambua kabisa shughuli yoyote ile haitafanyika. Hapatakuwa na siasa wala shughuli za maendeleo. Hivyo nitoe wito kwamba sote hapa tulipo, naamini utulivu mnaonionyesha katika kusikiliza yanawaingia mioyoni na katika akili, kwamba tuende tukawe mabalozi zetu. Asubuhi hii ya leo tunataarifiwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari ametoa onyo kali kwa baadhi ya mawakili wa serikali wanaokosa nidhamu katika utendaji wao wa kazi, ikiwemo wenye tabia za ulevi, uzembe, rushwa pamoja na kusema uongo, akisisitiza kuwa vitendo hivyo havivumiliki katika ofisi ya umma. Johari amesema hayo wakati wa kikao cha baraza la wafanyakazi kilichofanyika jijini Dodoma, ambapo ameeleza kuwa nidhamu, uadilifu na uwajibikaji ni nguzo kuu zinazopaswa kuongoza utendaji kazi wa wawakilishi wa serikali, ambapo amesema yeyote atakayebainika kwenda kinyume na maadili hayo, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Tupate kusikia undani wa taarifa hii. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali ina wajibu mkubwa kuhakikisha kuwa kuna nidhamu ya kazi, maelewano, ushirikiano, upendo na mshikamano kati ya wafanyakazi na management ili kuleta tija na ufanisi katika uendeshaji wa shughuli za ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Pia watumishi wote wa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali wanapaswa kufahamu kwamba ni wajibu wetu kuheshimiana bila kujali tofauti zetu za kada na wadhifa tulionao. Hatua za kinidhamu zichukuliwe mara moja kwa watumishi wa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali watakaobainika kuharibu taswira ya ofisi yetu kwa kujihusisha na vitendo vilivyo kinyume na maadili ya utumishi wa umma, kama vile uvaaji mbaya, tabia ya ulevi. Mtu mwingine unakuta mlevi tu, mtu mwingine unakuta yuko mchafu, hayuko smart, mwingine ni mzembe, mwingine ni mla rushwa, mwingine ni mdanganyifu, muongo. Sasa wewe unakuwaje muongo wakili wa serikali? Sasa muongo wa namna hiyo ni hatari sana kupewa makazi mazito kama haya. Kwa hiyo tuzingatie. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha Morning Shine News asubuhi.